na nikanunua kitabu kinaitwa How Can You Be Holy in This World. Vita ilitokea mpaka nyumbani, na vile zamani nilikuwa napendwa nyumbani, na pembelezwa nikikuja kutoka safari, nilikuwa napembelezwa kama bebe. Niliona watu kali. Tukaona vile Esau aliuza uzalio wake wa kwanza. Tukaona vile watu huanguka kutoka kwa neema, na tukaona vile ukiwa umekosana na watu hauwezi kuwa mtakatifu. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Kama haujui kukaa na watu hauwezi kuwa mtakatifu. Lazima ujifundishe kukaa na watu, na ujifundishe kukaa na watu wakubwa kuliko wewe, maana vile unakosana na mtu mkubwa, tuliona ndivyo utalipa sana. Na tukahesabu ndio Jacob wasikizana na Esau. Alilipa nini? Alilipa ngamia ngapi? Kuna mtu mkikosana utalipa sana. Alilipa ngamia, nakumbuka kama zilikuwa ngamia 30 na watoto wake, ngamia ambazo zinanyonyesha. Kondoo 100 ama 200. Tukasoma siku ya pili habari ya bloodline. Ile line ya damu yako, tukaona mashetani huwa inatumia bloodline kupiga watu. Line ya damu kutadika watu. Na ninaona tulisoma mambo mazito sana hapo kuhusu bloodline. Na tukaona vile David alipangiwa harusi na msichana anaitwa Micho. Hiyo harusi Micho alikuwa anajua ni love. Lakini Daudi na Saulu na watu wa Saulu walijua hapa hakuna love. Hii ni mpango ndio Daudi afe. Na kwa hivyo hiyo doa, kwa sababu ya problem ya hiyo bloodline, haikubarikiwa na mtoto. Mama huyo alikufa bila kuzaa mtoto wa Daudi. Na tukaona mambo ya bloodline. Tukaona habari ya a good man but blood connection ilimharibia. Hiyo ilikuwa I think Tuesday evening. Kuna mtu alikuwa mzuri sana anaitwa Jehoram, lakini akaoa nani? Msichana wa Jezebeli, the daughter of Ahab. Mwishowe Biblia inasema kwa sababu ya kuconnect damu yake na watu ambao wamelaaniwa na Mungu, aligojeka ugonjwa wa tumbo na tumbo yake yote ikatoka nje ikamwagika chini. Alikufa na ushungu haujawahi kufa na mwanadamu kama yeye. Na problem ilikuwa wakati wake ulipofika wa kushikanisha damu yake na damu ya watu wengine, hakujali, alikosea, alifanya a mistake. Tukaenda hivyo, tukaona siku ya jana Wednesday, wale walifika hapa, tulisoma mambo kuhusu battle with the spirits. Na tukaangalia, tukamulika nyumba mbili, nyumba ya Jacob na nyumba ya Esau. Na tuliziangalia hizo nyumba zote mbili, na tumejionea vile mambo imekwenda kwa Jacob na imekwenda kwa Esau. Na tumeona ya kwamba maroho kama ya shuki, kuinukiana, kifo, kulaaniwa zinapita kwenye kitu kinaitwa iniquities. Kuna dhambi na makosa. Makosa inahitaji kurekebishwa, dhambi inahitaji mtu atubu. Kama family iko na makosa na haijarekebishwa, watu watalia katika hiyo family, watakuwa na ushungu. Hata kama ni wahubiri kama mimi, lakini watakuwa kilia machozi kwa sababu kuna makosa katika family. Jioni jana tukaona habari ya kifo, na tukaangalia hii factor ya watu wale tulizika kututembelea usiku. Na tukaangalia, tukaona vile mtu akifa anaenda wapi. Tukaangalia watu wale wazuri wanaenda wapi, watu wale wabaya wanaenda wapi. Na tukaona vile kuna organization mzuri sana huko ulimwenguni wa kiroho, na hata ukikufa, tukasoma unaweza kukumbuka your relatives, unaweza kukumbuka watu wenu, hata ukiwa huko uliko unaweza kuongea juu yao. Na tukaona mtu akifa huwa wanasugumusiana huko. Kwa hivyo ukifa
una uwezo wa kusungumusa, una uwezo wa kutembea, una uwezo wa kuongea, unaweza kukubuka. Na tukaangalia watu wale wote wametembelewa na watu wamekufa, vile wameanza kukufa pole pole. Na tukaona kila mtu ambaye huwa ananenewa na watu wamekufa, ni covenant anaingizwa ndani yake na mambo yake itaharibika yote. As long as ana entertain watu hawa, atashika magonjwa yale yaliyaua, na kama walikufa na accident, atashika ajali. Hiyo tulisoma jana jioni na tukaobeana sana na tukawa na huzuni sana, maana tuligundua ya kwamba Biblia imetukataza mtu akikufa kumuomboleza kama mtu wa dunia. Na tukaona wanaume wasinyolewe fani wakati kuna mtu amekufa kwao. These are things we saw yesterday. Na leo tunaangalia battles for wealth. Zile vita watu wanapitia ndio wapate pesa na mali. Saa hizi za ibada ya saa 7, tunaangalia kile kinaweza kusababisha wewe uwe na mkono uko na mkosi. Tutaangalia tuone vile unaweza kufanya ndio uweze kufanikiwa. Na jioni ya leo tutaangalia jambo mzito sana ambaye nilifikiria nilisoma leo saa 7, lakini nikaona nipeleke jioni. Jioni tutaangalia signs ya kwamba sadaka zote huwa unatoa kanisani Mungu hazikubali. Tutaangalia hii maneno kwa udani tuone when God refuses offerings kunafanyika namna gani. Hiyo ndio baadhi ya mambo yale tutaona saa hii na jioni, na Mungu atakuwa pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Tutaanza na kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 25. Vita ya kufanikiwa. Ukikuja hapa Nairobi ulisema mimi ninataka kupata pesa, mimi ninataka kufanikiwa. Hata kuna watu mlikuja hapa na maono ya kujenga nyumba kule kijiji. Kuna watu mlikuja hapa na maono ya kuwa na biashara kubwa usaidie watu wenu. Kuna watu walikuja hapa wakiwa na aim ya kuwa CEO, watu mashuhuri kwenye kazi za Nairobi, lakini ulipoingia hapa uligundua vita ni kali. Vita ya utajiri. Mtu anapigana namna gani? Tutaanza na Mathayo, maana kitu cha kwanza ambacho kinazuia watu wabarikiwe na wafanikiwe ni kitu kinaitwa imani haba, little faith. Little faith. Kama imani yako haiwezi kufanya kazi kwenye eneo ya vitu na mali, utasubuka. Kuna watu wanajua kuapply faith katika mambo ya healing, katika mambo ya maombi, mambo mengine, lakini inapofika kwa daily needs, they have little or no faith. Wanafunzi wa Yesu walikuwa na little faith kwenye mambo ya daily bread, daily food, kwenye mambo ya nyumba ya kukaa. Wanafunzi Yesu walisema wako na little faith. Na kama Simon Peter ako na little faith, ni mimi tu alisonga nikiwa Nairobi, I need help. Kama Johana aliambiwa ako na little faith kwenye na hao watu hawako na little faith kwenye mambo ya imani, walitoanga pepo zile kubwa. Hata walirudi wakasema ya kwamba pepo zote zimetutii kwa jina lako, lakini ilipofika kwa mahali pa kulala, little faith. Mahali pa kukaa, little faith. Unaweza kuona mtu ambaye anatembea na nguvu ya Mungu, lakini kupata nyumba ya kukaa hiyo yake haiwezekani. Akiondoka kwenye mambo ya the spirit is moving, arudi sasa kwenye mambo ya unakaa wapi, imani inashuka mpaka 0 degrees centigrade. Mpaka unashindwa sasa hii mtu ni yule tu. Na kwa hivyo ni rahisi ufanye muujiza, ufufue mtu na ulale ije kama kiroli. Hiyo sio ajabu. Ni normal. Unaweza kuponya mtu kansa na wewe mwenyewe hauna chakula cha jioni, mpaka huyo umemponya. Umuulize ile pesa angetumia kutibiwa kansa, atransfer na kwako niko hara, na saa hiyo umemponya kansa. Hii si mzuri. Na kwa hivyo utakuta kuna watu wengi wanaoperate imani kwenye mambo ya rohoni, lakini ikifika kwenye physical things, gold, silver, diamonds,
Huko unakuta your faith is zero. Na mimi nilikuwa mmoja wa watu hawa. Paka mama mmoja rafiki yetu na mke wangu akaniambia, askofu, umetufundisha miaka nyingi habari utakatifu na kukaribia Mungu, but I think mambo ya imani ya nyumba na vitu vya dunia, I think I'll teach you. Na kwa hivyo na mimi nikaangalia chini nifundishwe. Huyo mama alikuwa anasema habari ya kwenda kwa banki nyingine hapa, niwaambie wanipe milioni 200. Gethira 200. Nikaona kama dunia inafanya hivi kidogo. 200 milioni kama 200,000. Na nikaambia mama tusijaribu. Mama nikaona ako na imani kunishida, alikuwa ananiambia twende tuchukue hizo pesa maana ndiziko available. Anatuambia nitawafanyia connection zote mpewe hizo pesa. Damu ile kwenda. Mimi hapa nataka 200 million. Halafu ni ubiri lunch hour. Nikijua balance yangu ya benki ni 200 million. Zikakataa kuconnect, nikaambia mama akitire. Huyu akaniambia tuchukue, nikamwambia hakuna. Leo ndio ninaligret. Lakini nayo hiyo ndio maisha. Bwana Yesu asifiwe. Nawaambia hivyo kwa sababu hata wengine hapa kuchukua milioni 1 inakutetemesha, hata haijakubalika. Kufikiria tu kujaza, I want you to give me 1 million. Unajua kuna watu wanaitisha Mungu pesa na ziko kwa bank. Itisha Mungu hekima na neema na kibali mbele ya manager. Maana pesa zote zinapelekangwa kwa bank. Ni wewe unafikiria zinapelekangwa heaven. Zinapelekangwa kwa bank. Kwanza Central Bank ukipata favor, unaweza kupewa 1 billion uinvest. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimeona hapa mtu ananiambia ati Mkristo kuchukua loan ni makosa. Nikamwambia imani gani hii? Nikamwambia na wewe unapelekanga pesa kwa bank? Akaniambia unajua kuwa na account ni mzuri. Huyu ni mjiga wa biashara. Unapeleka za nini kama hauwezi kuchukua? Nesi yake. Unawezaje kupeleka pesa kwa bank wengine wakule na wewe hauchukui? Kama hautaki mambo ya investment, washana na bank, weka chini ya pilo na ojire. Nitembee kwako. Haya washa tuache hiyo. Kwa hivyo imani juu ya vitu physical ni tofauti kabisa na imani juu ya hearing. Imani hii inaangusha mtu hapa tukiomba pokea nguvu ya Bwana, mtu unaona ako chini. Ukimuita huyo mtu umwambie toa sadaka, anakuambia leo naomba Mungu tu anihurumie leo sina kitu, lakini ile nguvu wako naye inaangusha mwanaume wa kilo 80. Lakini huyo mwanaume hawezi kuangusha shilingi 20. What is wrong? Hiyo ndio sasa tunajifundisha the battle of wealth. Haya tuanze na hii little faith tuone how little faith works. Nitawahubiria hapa miaka mingapi ndio mfike level ya kuchukua milioni 100 kwa bank? Ni siku gani utatoa milioni 20 kwa kanisa? Unaona hivi watu wanakibisa shilingi 10 hapa, shilingi 20 hapa, shilingi 50, shilingi 200. Hauna maono siku moja ukibise 1M. Uweke hapa karibu na speaker. Isikilizanga speaker ikiwa hapo. Na unawezaje kutoa 1 million kama hauna 10 million? Bwana Yesu asifiwe. Ninataka kugeuza akili zenu niwaambie pesa zote zimewekwa kwa banki, zimewekwa kwa ajili yenu. Amkeni kutoka usigisi. Mungu awape favor, muwe na akili ya investment. Sasa mekora ndio iko na hiyo akili. Mnapeleka pesa zenu zote, hata pesa zenu zinaimba nyimbo zikiwa kwa bank maana zimejaa chorus na anointing. Kama pesa za apostle rafiki yangu. Apostle aliombwa na polisi wengine pesa. Wakamwambia pastor hatuna lunch, tupatie 1,000 tuweze kukula lunch. Akawapa 1,000. Baada ya kula lunch wakapeleka kwa mganga. Walikuwa wanataka mganga wasaidie wapate sasa nyingi. Wakamwambia ile 1,000 ulituisisha ndio hii. Mganga akaichukua akaiweka kwa nyungu. Mganga alikibia mpaka nje. Akamwambia mmeniletea pesa inaimba chorus. Hii pesa wakati iliwekwa kwa nyungu ilianza kuimba nyimbo za kanisa. Wakasema ni pastor amepeana. Akasema nyinyi mnaniharibia kazi. Mnawezaje kuniletea pesa inaimba nyimbo? Hapo ndipo walijua pesa ya Wakristo inaimbanga nyimbo. Wakichukua pesa maana inapatikana kwa njia inayofaa. Waweke kwa mfuko. Zile chorus zao zinaingia kwa pesa.
Sasa na wewe ili pesa yote umeweka kwa banki inaiba nyimbo, inashukuliwa na mkora ingine, anaenda kuinvest na kuimba shaba na kufanya vitu, na wewe uko hapa tukisema Baba unikumbuke. Naomba unikumbuke. Ulikumbuka kwa zamani. Ni wewe haujui akili za kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. So tuangalie Matthew chapter 6. Tuanze verse 25. Matthew chapter 6 verse 25. Nilikaa miaka 4 na gari ambaye tunasimama na mama na huko barabara. Imagine nilisimamisha mama na gari. Gari inatoa moshi. Nikienda kumwambia mama, nipatie kitu iko hapo, nikakuta hakuna mtu. Nikamwona kwa shamba ya watu akinunua matunda ya pears. Nikamwambia kwa nini ulienda kununua matunda na gari? Akaniambia ni kuaibika. Watu wakipita wananiona hapo nimesimama hapa na gari inatoa moshi. Kaingia kwa shamba akanunua matunda huyu. Unajua sisi wanaume hatuaibikangi kigali kikitoa moshi. Mama wanasikia kujifisha. Akanunua matunda na mimi nikaashwa hapa nikishoshea hiyo kigali. Nilikiombea miaka 3. Naomba mpaka nasema Baba Mungu, naomba gari mpya katika jina la Yesu. Hakuna kitu ilifanyika mpaka nikamwambia Mungu, ni wapi ninakosa imani ya mali? Where am I missing it? Maana ni mimi tu nasema uponye mtu, unaponya hapo hapo. Mbona unasema gari iwe na itokei? I had many questions. Nilisaidiwa na mtu mmoja wa kanisa. Akaniambia wewe kulingana na pesa zile unaweka kwa account na vile unaweka kwa account, unaweza kuchukua gari mpya hapa ambaye haijakaliwa na mtu mwingine. Nikamwambia haiwezekani. Akaniambia aenda uongee na manager. Nikaenda kwa manager. Akaniambia wewe ndiye pastor anaitwa fulani. Gari hii ndio inafaa wewe. Akanipeleka kwa gari. Gari hiyo ni ya 3,700,000. Nikamwambia ni miaka michache ijayo nitaweza hii gari. Akaniambia ni sasa. Wewe unaamini hiyo gari nilitoka naye kwa showroom siku hiyo? Gari mpya ambayo iko na 0 kilomita. Nikaenda naye kwa barabara mpaka naona kama watu wote wanataka kuiiba. Na hakuna mtu anataka kuiiba. Alafu nikiwa ndani watu wananisalimia, "Hey! Harrison nganga." Maana vioni kama mshana. Sasa nilienda nikakaa na hiyo gari nikalipa na muda wa miaka 3 ikaisha. Ikawa yangu. Nikajiuliza kama maombi ilikuwa inajibiwa ya nipate gari, sasa ni miaka 6 ningekuwa naye. Mbona imeenda kwenye pande hii na mimi naamini hautakikani ukope? Hapo ndipo nilijua ya kwamba nikikataa kukopa na nikataa kuweka pesa kwa bank, na pesa yote ya kanisa hii ilikuwa inaenda kwa bank, inakopwa na wenye dhambi. Ninaipeleka yote kwa bank kila Sunday faithfully, na hata siitumii kwa sababu ninataka ikae huko iwe nyingi. Halafu mwenye dhambi anakuja anapewa yote, anaenda anajenga bar. Mimi nikakataa. Nikasema Mungu nipatie kibali, nielewe vile kazi huwa inafanywa. Na mimi nikaenda kwa bank, nikaambia watu wa bank munipe pesa. Wakaangalia akaunti yangu tangu nilianza kupeleka pesa, wakaniambia, "Na mbona haujachukua pesa hapa miaka hiyo yote?" Nikashindwa niwaambie imani yangu inakataa. Nikaona nitashekwa. Nikaambia ni vile sikuwa na haja. Haukuwa na haja ya pesa. Wewe endelea kupeleka pesa kwa bank na wengine washukue wajenge kirafu. Na ukipita unasema hii bani kujengwa tu zinajengwa. Sisi zinajengwa na pesa yako. Si ulipeka kwa bank. Naye akakuja akachukua yako na huyu na huyu na huyu. Kwanza nyote, kwa sababu hapa karibu nyote mko na account ya bank, pesa zenu zinatosha kujenga kirafu? Zinatosha? Ambia jirani yarefuka. Mwambie pesa iko kwa bank. Naomba mpate kibali mbele ya watu wa bank katika jina la Yesu. Mpate kibali kwa managers mpaka ununue meli. Sasa leo ukisema utanunua meli uko guratia. Hata wewe be practical. Meli ukitaka unaenda kununuliwa na benki. Unaambiwa imefika Mombasa, unaenda kukagua na kuniita ni anoint. Kwanza, lakini ukikataa kufanya hivyo utaendelea kubebwa na meli.
za wenye dhambi. Watu wengine hapa mngeendesha gari, lori zamani, lori ya tipa ungepata zamani, lakini wewe unangojea tu tipa iaguke kutoka mbinguni. Tipa ziko hapa Kenya na pesa za tipa ziko kwa banki hizi, ziko hapa. Ungeenda huko uambie nitafanya nini niwe na tipa, wakuambie unaona hii pesa yako ya mshahara inaingia, fanya, una-advisiwa, then unakuja hapa na tipa gitola, halafu upewe retire uanze kulaani watu. Kama mtu mmoja alipewa retire akasema tithe yangu nitarudishiwa. Nani amrudishie? Wewe no usokie. Haya, tuende kwa neno. Leo nimeongea. Unajua ninajaribu kumjenga imani pande nyingine ya pesa na mali. Maana nimewajenga sana imani pande ya maisha, pande ya life, pande ya imani ya moyo, lakini imani ya wealth ni tofauti kabisa na nyingine. Na kuna watu wako na hiyo imani kubwa ya wealth, lakini imani naye ya uponyaji zero. Unaona mtu anakuambia wacha nikuandikie kasheki, anaandika kasheki ya 6 million. Mpaka hewa inakuisha. Unajaribu kumesa, unashindwa, hakuna kitu unamesa. Unamwambia hii 6 million yangu. Alafu naye anakuambia itisha maji nikunywe tu dawa. Unaona amejaza dawa kwa mkono. Unaona ni kama githeri. Paka unaona haya mimi ni better. Maana nikimesa ni Panadol. Na Panadol ni 2. Hawezi kumeza 3. Jamaa amemesa dawa multicolored, blue, green, white, yellow, pink, amezijaza kwa mkono. Naye akimaliza hivyo wacha nikupatie kama msaada kadogo 6 million. Hiyo ni kusemaje? Mambo ya mali ya dunia hii imani yake inapiga 100. Lakini katika mambo ambaye Kristo anapeana bure yake ni 0 degree. Minus 6 kwanza. Inarudi minus. Hata Yesu anaweza kuponya. Wacha nikunywe dawa tu akiniponya. Yaani unaona hana kitu baada hiyo. Haya, uliza jirani, wewe ni aina gani? Kuna mtu hapa ako na balance ya imani ya kwamba unaweza kuinvest na ufanikiwe, na unaweza kuinvest katika mambo ya Kristo na imani ufanikiwe. Mnatakana pande zote mbili ziwe hot. Lakini sio unakuwa zero faith kwa pesa, sharp faith kwa nini? Niliwaambia kuna msichana alikuwa ananiambia ile kitabu nitahubiri. Tunakuja kwa kanisa, msichana ananiambia pastor, nimeonyeshwa jana ile kitabu utasoma leo kwa service. Hey! Namwambia ni gani? Paka natoa notebook namwambia you are right. Anaangalia, anasema nilionyeshwa. Paka namuogopa asionyeshwe mara yangu. Naogopa sana. Alafu nikimaliza kuhubiri inaona anakuja, ninajua tena ameonyeshwa kitu. Sasa ananiambia pastor, nilikuwa nataka tu ujue ukiniona hivi miguu, nilikuja miguu, sikuwa na gari. Ninauliza tu kama unaweza kunipatia shilingi 20. Hii inanishanganya mpaka nikiwa nyumbani. Yaani unaona ile kitabu nitasoma kesho na hauoni shilingi 20 inaweza kutoka wapi? Problem. Na hii ndio imefanya dunia itusukie. Na wasema hii wa Kristo, mbona hakuna shida nyingi na wanasema anaomba? Paka ukiwa kwa nyumba, maana mume wako ako na imani kubwa ya mali, lakini zero faith ya Yesu. Akisikia unalia anakuuliza sasa hiyo kilio yote na hauna pesa unaliaga ya nini? Maana hajui imani pande hii, anajua imani ya pande moja. We must fly with both wings. Wealth and success in spiritual things. Lazima upae kama tai na mabawa mawili, sio kufurahi na kamoja unakafanya hivi mpaka watu wanakuambia wewe hiyo si imani, hata hujaokoka. Kamoja unafanya hivi, hii ingine imekufa. Na pamoja na hayo najua uliimba nyimbo za kidunia zikaua imani yako. Ukasema mimi mambo ya dunia sitaki. Mambo ya dunia hii sitaki, bosi na ng'ombe, sitaki pesa, nataka Yesu. Hiyo ni kuua imani, maana tunahitaji bosi na ng'ombe na chakula pamoja na Bwana Yesu Kristo. Mnaonaje? Haya, wacha tuone hiyo imani yetu sasa imefika wapi. Ambia jirani, ingia kwa neno sasa. Yani Matthew chapter 6 verse 25
Tusome haraka haraka tu, maana niko na vitabu viwili na singependa msherewe. Matthew chapter 6 verse 25. Kwa sababu hiyo nawaambieni, msisubukie maisha yenu, mule nini, munywe nini, wala miili yenu mfae nini. Maisha je, si ni zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi? Verse 25 inatuonyesha ndio uoperate imani ya wealth, lazima udeal na roho ya kusubuka, roho ya kuitanga, roho ya anxiety. Hiyo ukikosa kudeal naye, mambo ya pesa washana, hautaweza. Mikono yako itakuwa na mkosi, utashika pesa inatoroka. Roho ya kusubuka ndio imeshangia kupiga moyo, blood pressure, vidodo vya tumbo. Watu wale wote mko na hiyo sign, nervous problem, unatetemeka tu hivi nervously. Unasikia makamasi mengi, una shida kwa show ukirudi na hauko mgonjwa. Hizi ni magonjwa ya nervousness. Ukikosa kudeal na kujisubukia na kusubuka, hapa mali hautakuwa naye. Msisubukie maisha yenu. Tafadhali deal na hiyo spirit. Hata kama mtafast, fast and deal with it. Mpaka ufike level ya kurelax. Unasikia sasa hauna wasiwasi tena ya maisha. Haya, number 2 verse 26. Angalia ni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi, hawavuni, hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni anawalisha. Ninyi de, si bora kuliko hawa? Ni yupi ambao kwa kujisubua unaweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Hata Yesu akauliza, kwa sababu unapenda sana kusubuka nyinyi wanadamu, unaweza kusubuka mpaka ujiongeza fiti moja, uwe mrefu 1 foot? Hata hauwezi. Kwa hivyo ni kusema majority ya watu wale hamuna pesa hapa, mumeinvest katika roho ya kusubuka. Roho ya kusubuka ndio inashangia kumaliza imani ya mali. Mtu yoyote ambaye huwa anasubuka sana na kujishika hapa, hawezi kuwa na kitu. Na ndio Daudi alisema, na Daudi was one of the richest kings in Israel. Alisema kwa lugha ya Kikuyu, nedere komeire na ndirona toro na ndaroka kuhiduka. Hiyo ni Zaburi sura ya 2. Nililala na nikaamuka. Leo majority ya watu wamekaa hapa mbele yangu, usegesi hawachiki, wanasuguka tu. Sasa nitafanya nini? Piro imekuwa sasa ndio inakusanya machozi. Inaitwa roho ya kusubuka. Roho ya kusubuka huwa hata kama mali ilikuwa fiti 3 kutoka kwako, inaisukuma mpaka fiti 10. Roho ya kujisubukia lazima muishinde. Mkikosa kushinda the spirit of anxiety, you will never have wealth. Wealth ambayo inatoka kwa Mungu inakuja kwa watu wale ambao hawasubuki. Niligundua hiyo hapa kanisa hii. Kuna siku kanisa hii nimeletewa bill, nikaambiwa kwamba pesa zote zinatakana kwa kanisa immediately ni 1.6 million. Wale tulikuwa nao nikawauliza, mko na pesa yote kwa kanisa? Wakaniambia kanisa yote tuko na 1,150 na inatakikana 1.6 million. Na wakaanza kuniambia sasa tutafanyaje? Na deadline tunasikia ni leo jioni. Wakaanza kusubuka, akasema sasa tutafanya. Nikawaambia wachani kusubuka, hata nimeenda nyumbani. Mmoja alinifuata akaniambia, wainuka na kuna deadline. Umeenda nyumbani na kuna deadline? Unajua nilienda nyumbani kwa nini? Nikarelax. Kwa sababu nikikaa na wao watanigwatia, wataniabukisha hiyo roho ya kusubuka na hatutapata pesa. Huyo akaniambia, lakini pastor ungegoja, unajua ukiwa hapa hao watu wakikuja kudemand hiyo pesa yao, utajua vile utafanya. Nikamwambia nimeenda na nyinyi msiondoke hapa. Nikawawasha hapo. Wamekaa hapo wanagwatiania nini? Wanaabukizana roho ya kusubuka. Wakisema leo madhina ni moka, shida imekuja. Mimi nikaenda nyumbani na nikaangalia athletics. Kulikuwa na athletics. Nikaangalia na nikafurahi sana nikiona mtu anaitwa Bolt vile alikuwa anaenda. Mimi si kusubuka. Saa 8 nikapigiwa simu. Kuna mzee yako hapa amekuja na ana demand ya kwamba akuone. Nikamuuliza ni wale wa deni? Akasema hapana, huyu anasema ametoka mjini Nakuru. Haya, nikasema apewe simu. Tukaongea, akaniambia sasa nimekuletea pesa nyingi mpaka nashangaa. Hii watu naweza kuwa trust.
Nikamuuliza unaona nani na nani? Akaniambia. Nikaambia hawa wawili unaweza kwa trust, waitie pesa. Alikuwa ameleta 1.9 million. Wao wakapokea, wakaenda wakaweka, wakasema tunapanga vile taxi italeta. Nikamwambia si kulete ile pesa ilitakikana ndio hiyo, kibiseni kwa bank na mpatiane sheki ile na mambo imeisha. Ile kitu niliapply hapo ni kudeal na roho ya kujisubua. Hiyo ni baya. Kwanza ukitaka 1000 uanze kusubuka. Hata ile ilikuwa inaletwa na Yohaniko, anashikwa na kitu anarudi nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Haujaona ile fundraising inafanywa na watu wa dunia? Hawasubuki hata kidogo. Sisi watu wa Mungu tuna shida kwa maombi. Nikumbuke pastor, ni ile fundraising unaona kabisa hapa hakuna kitu watapata. Wanaomba hata wanafuga. Na mwenye dhambi anakula nyama tu. Anasema hiyo fundraising ni ya Sunday. Heka nyama. Unashindwa hii mtu asubuki na ni Sunday. Sisi wa Kristo wasa tupake fundraising. Na ni ya Sunday hii. Kukula tutakula. Unaona mtu akikunywa tu maji, unamuuliza ni nini? Ni digestion problem. Digestion problem ni roho ya kujisubua. Mtu akiwa na roho ya kujisubua, chakula haiwezi kusiaga, maana damu yote imekuja kwa kichwa. Uliza jirani kama atawachana na roho ya kujisubua. Kai. Bwana Yesu asifiwe. Hauoni wenye dhambi wanafungua biashara na hawajui mtatoka wapi mkuje mununue? Anafungua anaweka rangi yote. Anaona akicheka hapo peke yake anasema sasa hapa ndio makastoma watakaa, wengine watakaa hapa. Alafu kuna karamu kingine ni kama wameabiana. Paka unamuuliza mumeabiana na customer akuja wakae hapa na kuambia maliza wiki, unakuta mahali alionyesha watu watakaa wamekaa hapo. Alafu unamuuliza wewe umeokoka? Anakuambia niko karibu lakini sijaokoka. Waasha mtu ameokoka afungue kioski. Ana shida hapa. Yaani nakuuliza hivi, mshugaji Edward akibishop hawezi kupatikana? Hiyo kitu inataka mafuta nyingi. Inaitwa roho ya kujisubua. Sio kwamba ati mimi nitamsaidia, ni roho ya kujisubua. Na hakuna mtu anaweza kujiongeza kimo kimoja. Kwa hivyo kuanzia leo muache kujisubua katika jina la Yesu. Saa hii ibada hii mkiwasha kujisubua, pesa zote zenu zimekwama, zitakuwa released immediately. It is faith. Vile mnaoperate faith hii ingine ya kupona, ya kupokea Roho Mtakatifu. Kwanza wale wote mmepokea Roho Mtakatifu, you have great faith. Bona baada hii ingine uko na zero faith, apply it. Bwana Yesu asifiwe. So uamue hautarudi kukosa usingizi ate kwa sababu kesho kuna pesa inatakikana. Hata Yesu akasema hivyo. Soma hapo mbele. Na wafasi ya nini kujisubukia? Fikirini maua ya mashamba jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hawasokoti. Yaani maua ya kule Kodani haisokoti, lakini ni mrembo, beautiful. Hata maua ya rose haijali, inanyamaza tu, inasokota peke yake, inatengenezwa na Mungu. Mstari huo ingine, nami nawaambia ya kwamba hata Suleiman katika fahari yake yote hakufikwa vizuri kama mojawapo ya hayo. Basi ikiwa Mungu anafika majani ya Kodeni yaliyopo leo na kesho hutupwa katika tanuri, hata sidi sana kuwafika ninyi enyi wa imani hapa. Kwa hivyo ukiona mtu ana shida akifikiria na kujisubua sana, anaitwa little faith, lakini si little faith ya kuokoka. Kuokoka akona full faith. Baada ya mali akona little faith. Ate akona little faith. Mimi nilienda mahali nika operate faith ya imani ya Yesu. Nikafika mahali tukakaa kwa hoteli, watu wakalete bia. Na mimi nimeokoka. Na wanajua nimeokoka, hata niliwauliza, "Si you know I'm born again?" Wakasema sasa hapa ni different. Hapa ni celebrations na yule ametualika hapa, ametuhesabia kila mtu bia zile atakunywa, na wewe umehesabiwa 10. Paka mnaolipia. Mbona Mungu na kichwa kizuri nyinyi? Na
nikakuta mahali imeandikwa Harrison Ng'ang'a, bia 10 ziko hapo, zile kubwa. Sasa nikamwambia atakukalia hii kiti, sitakalia. Nikaenda meza nyingine, nikakutwa na waiters, wakaniambia tafadhali mheshimiwa, meza yenu ilikuwa ile. Nikamwambia ile ni ya shaitani, nitakaa hii. Kijana alikuwa hapo ameokoka akasema amen. Nikaletewa chai na sambusa mbili. Nikaletewa biru. Nikamwambia biru mtapeleka pale. Akapeleka biru pale, ikarudishwa hapa. Wakasema hawalipangi chai na sambusa, wanalipanga vitu ya shetani, hawalipia Mungu. Ndio nilijua hata kwa kulala hatu tulikuwa wawili. Huyo ndugu nikamwene college akaniambia, si tungerudi pale tu, unachukua bia unamwaga kidogo unajifanya nikamwambia mimi nichukue bia nimwage. Mimi nitakunywa chai. Na ikasema leta chai nyingine. Huyo akaniambia sasa hapa tutatwangwa, maana hatuna pesa. Ni wale walikuwa wametulete. Na ni kweli walitumana. Wakasema hiyo aibu mmetufanyia, hata nyumba ya kulala hautalipiwa. Nikaambia huyu twende haraka tukaingie hizo nyumba, hatutatolewa ndani. Tukaenda haraka, tukakuta mwenye nyumba yule alikuwa amekaa kwa nyumba, akatuambia hizi nyumba zimebadilishwa. Ndio maana tulimpatia kifunguo. Akasema hiki kifunguo nimeambiwa nishukue, mtalala hapa. Nikajua kimeumana. Ukiona mambo imefika hapo sasa ni kutojisubua, una smile kama tajiri. Nikaitisha chai ya 3. Niki sasa hapa ni nini? Nilikutwa na mtu mmoja anaitwa Mukira, akakuja hapo. Akasema mimi nimekuja kusalimia wale wakubwa. Akawasalimia, alafu akamaliza akakuja kwetu na ni manager mzima. Akasema unajua mimi si wa mesa ile, mimi ni wa mesa hii. Meza zikawa ngapi? Nikamwambia karibu. Kwanza akasema nani makosa makubwa tauni kama hii yetu mlipe anything, na kwa kulala mtalala kwangu. Tulilala kwake. Tulilala kitanda kikubwa mpaka tunashindwa tutalala namna gani. Chai yote hata sijui ili cost pesa ngapi. Tukaitishiwa chakula na wale walikuwa wamekataa. Wadugu na wadada, hii imani mko naye inaleta Holy Spirit. Inafanya ushauti haleluya. Inafanya uinue mikono. Hii apply pad hii ingine. You will be well in this city in the name of Jesus. Hii apply pad hii ingine. Wacha wasiwasi. Alafu akasema habari ya roho ya wasiwasi. Abia jirani, roho ya wasiwasi. Haya, angalia mstari unaofuata. Ni mstari wa ngapi? That one. Msisumbuke basi mkisema tule nini, tunywe nini au tufae nini. Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu baba yenu wa mbinguni anajua mnahitaji mambo hayo yote. Tuache wasiwasi. Haleluya. Mimi nilienda kwa barabara nyingine nikauliza watu gari za kwenda town ziko wapi? Wakaniambia saa hizi. Umetoka wapi? Nikamwambia nimetoka ushirika. Wakaniambia hapa hatujawahi kuona matatu ikienda saa hii. Matatu zilikwisha asubuhi. Nikamwambia nimeshoka, nitakaa chini ningojea yangu. Nikakaa chini, wa mama wakakuja wakaniambia tafadhali hata kama miguu inauma tembeanga polepole, hapa hakuna matatu. Mimi nilikuwa nina apply faith ya kuaminia mambo ya matatu, maana it is not the same as kuaminia kupona, ni different. Nikakaa hapo chini na nikataa kuamka. Wazee walikuwa hapo wakatuambia si twende pole tu kijana, na wewe ni mdogo na sisi ni wazee kuliko wewe, twende pole tu. Mahali tutafika tu. Akaniambia ni kilomita 10 tu tufike kwa rami. Tukuta matatu nyingi. Kilomita 10 waende na nani? Mimi nikakataa. Kilomita 10. Na nilikuwa nimetoka zingine karibu 5. Nikakataa. Nikakaa hapo. Gari nikaona imeshomoka, personal car imeakisha mataa yote. Hata sikusimama, maana nangoja matatu si personal. Ikakuja ikasimama hapa. Dereva akaniambia unaweza kuwa unaenda town. Nikaingia kiti ya mbele. Nikakuta mama hapo nyuma. Mama analia, ni mgonjwa. Mgonjwa. Akaniambia ndio nimeakesha mataa. Huyo mama anasubuka sana, lakini nikasema hii barabara kwenda peke yangu na mama mgonjwa namna hii. Nikakuona nikasema nikubebe. Tulienda bio. Tulifika town, hata wale wazee nilikuwa hata kama wazee tuliwakuta kama kilomita 3. Nikatoa mkono nikawasalimia. Tukaenda. Niende gyako baga idhero tasio. Watu kama hawa walikataa tuamini. Ingekuja gari kubwa tukiamini.
Nikaenda town, kufika kwa hospitali, mama akakaa chini akasema tukamwambia mama tumefika, daktari maana tulifika tu dereva akachomoka akaenda akachukua madaktari wakakibia. Mama akasema nikamuuliza ni nini? Akaniambia ruo rwathira, ushungu umeisha. Akasema kwa Kikuyu ni dire hado, na akanifanya hivi dire hado, sina mahali. Daktari nao wamekuja na ile kakitu haraka wamemeka atwake. Mama akatoka nje akamwambia mimi sina mahali, hakuna mahali pana niuma. Yule dereva akamwambia mama, unasikianga vizuri? Hata akatemea akauliza show ziko wapi, akakimbia kwa show, anakimbia hivi wacha nikuje. Ndio nilishika dereva kwa sababu alikuwa anasema anaweza kumpiga. Nikashika dereva nikamwambia mimi ni mhubiri, nilikuwa nimengojea pale, hakuna gari inakuja, lazima mama angeshikwa ndio munilete. Akiwa nikamwambia ni hivi. Sasa mama akarudi akakaa kiti ya mbele mahali nilikuwa, wakarudi one mambo iko hivyo. Biblia inatuambia ndio usisubuke. Ufanye nini? Verse 33, utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake. Kutafuta ufalme ni kutafuta kujazwa roho, ni kutafuta kuwa mtakatifu, ni kuokoka. That is the Holy Ghost kingdom. That is the kingdom of God. And being filled with the Holy Ghost, being saved, being born again. Alafu number 2, righteousness. Uwe mtu anajua kujitolea. Hiyo ndio haki. Righteousness, uitafuteni kwanza ufalme wake na haki yake. Seek ye the kingdom of God first and his righteousness. Sasa kama wewe haujui kujitolea, kuoperate imani ya pesa si raikiri, hauwezi kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu alikuja akaniambia, Bishop, nataka nikuletee gari kutoka Japan. Mtu tulikuwa naye akaniambia ndoka yangu itikira usikubali, maana ile fundraising tulifanya hakuna pesa. Nikamwambia utaileta lini? Nikamwambia leta hiyo kikaratasi nishague gari. Akaniambia hata nimekushagulia hii gari ya 4-wheel drive. Hii ndio inataka mhubiri kama wewe. Nikamwambia kweli, iigise kwa meli. Ikaigiswa kwa meli. Huyo ndugu alikuwa kila wakati ananiambia, ni uramenya ule oleka. Unajua unafanya. Yes, ninajua vile nafanya. Kitu kimoja nilikataa kwake, ni kuniambukisha hiyo roho ya chaka na kusubuka. Mimi si kulala tena shida. Alafu yule mtu ananipigia simu ananiambia, wewe unajua mimi sasa sitoagi fungu la 10, ninataka fungu la 10 langu liende kwa hii gari. Namwambia na ujaribu utoe faithful, uhesabu kutoka nyuma sana. Hili gitagika. Ambia jirani uweze kusubuka. Wengine wenu hapa muna imani sana, roho akishuka mikono inajifanya hivi peke yake. Lakini ikifika mambo ya kulipa rent mikono inawacha. Unajua sasa Nairobi ni mbaya. Sio baya. The same spirit anafanya mkono wako ifanye hivi, ni same spirit inaweza kuleta pesa zote unahitaji maishani. Sio tofauti. Have faith in God. Na muwe watu wa kujitolea, watu waaminifu. Hallelujah. Na hayo yote mtazidishi. Mtaletewa kila kitu mnataka na iwe nyingi. Verse 34, basi msisubukie kesho. Biblia imekukataza kukosa kulala usingizi kwa sababu ya kesho. Utajua kesho ni nini iko. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna mtu aliniambia kwamba kesho watu wakajoya kwa wanakuja kubomoa nyumba yake, wabebe kila kitu. Sasa nikamwambia sasa ndio unajua tulikuwa tunaiba kwa kanisa, naona wanaiba hivi. Watu wote wanashaka na waangalia tu hivi. Nikajua yule mzee nitaongea naye, nikamuita ni nini? Akaniambia ni kaju, itachukua kesho. Ndio watakuja. Nikamwambia hawatakuja. Akaniambia kwa hivyo unajuana na mkubwa? Najuana na mkubwa wa mkubwa kule mbinguni. Hawatakuja. Alienda nyumbani na hiyo. Hawakukuja. Wakasema ati gari iliharibika, sijui ilifanyika nini. Walipeana vizababu miezi 6. Miezi 6 mambo yote yakasuluhisha. Hakuna mtu alikuja.
Kaya hamwezi kuniamini hata dakika moja ya kwamba naongea kutoka kwa Bwana Yesu. Na amesema kesho sio yako, usisubukie. Kwa hivyo watu wale wako na kitu wanastukia ya Friday. Hakuna kitu itatendeka. It shall be well. Tell the righteous it shall be well. Na mlale vizuri leo. Sasa wewe ni mtu wa kulala hivi. Tena unakataa kulala, una shida hizi. Hoi, mwana niokemanya nero sio. Ne Friday. Hiyo ni imani ama ni kutania Mungu? It's not safe. Basi msisubukie kesho. Kesho itajisubukia yenyewe. Ni Yesu alisema hivyo. Kesho itajisubukia. Sasa hapa nikiongea sasa by faith, mnaweza kuniamini? May God release plot for you to build in Jesus name. Sasa amini hiyo tu. Hata hakuna haja ya kuwekelea mioto nyingi. Believe it and it shall be done to you in Jesus name. Na usisubuka ni nani atanyang'anywa na itatoka wapi? It shall happen in Jesus name. Our God is true and he doesn't lie. Wow. Bwana Yesu asifiwe. Ati kesho itafanya nini? Basi tunaomba kesho yako ijisubukie, ilete plot katika jina la Yesu. Kesho yako ijisubukie, ilete gari katika jina la Yesu. Kesho yako ijisubukie na ikuletee nyumba na katika jina la Yesu. Kesho yako ikusubukie na ilete biashara katika jina la Yesu. Wale wote wanataka nyumba za kufanya biashara Nairobi, pesa za kupata nyumba hizo, release it in the name of Jesus upon your life. We, mpate kile kitu mnataka. Na sio haja yako wewe, kazi yako ni kulala. Ni kusema tu alafu relax. Unalala, unaitwa msana huu mwingine unaambia nyumba imepatikana. Kitu kile ulitaka ndio hiki. That is our work. Si Yesu ametusema tusisubuke. Sasa tutaamini shaitani na mwili ama tutaamini Yesu? Yesu amesema tusisubuke. So I believe him with all my heart. La. Bwana Yesu asifiwe. Mkitoka hapa mtajua siku ninacheza ibada hii. I was a prophet. Nilikuwa naongea prophetically hapa. Wacha niwasomee neno la mwisho moja. Yeremia 6 mstari wa 20. Yeremia 6 mstari wa 20 tuone. Na vile imani yetu iko kubwa baada ya kuamini. Nasikia mtu akisema Baba Mungu leo kusinyeshe katika jina la Yesu Kristo, amen. Na anakuambia kutanyesha, tumeomba. Na ni kweli hakunyeshi. Alafu huyo anakuambia leo ninasikia Bwana akinihimiza tuombe kunyeshe. Anasema Baba Mungu naomba ya kwamba kuna mvua. Anakuambia ndio hiyo mvua. Huyo unasikia akikwambia sasa landlord. Sasa nataka nikuulize, landlord na mvua ni nani mkubwa? Koreda ushonora gaiwe. Wewe unaibisha Mungu. Unaleta mvua na hauwezi kuleta landlord. Hauwezi kuwa landlord. Hauwezi kuwa landlord. Sasa wakati wa Saturday, wakati hauna kazi ama Sunday, uende usuguke mahali unataka. Na kama kuna kaproti unataka, mimi nataka nikuambie vile tunafanyanga watu wa Mungu. Tunashukuanga vitu na miguu. Uingize tu mguu atakuwa senyenge hivi. Alafu urudi. Uniambie vile itakuwa. Maana imeandikwa ya kwamba mahali popote utakanyanga. Sasa tumekaa sana na imani ya mambo ya kiroho mpaka tumeanza kuidoubt. Lazima tufly with bold wings. Yeremia 6:20 inasema hivi. Yeremia 6:20, yafaa nini niletewe ufani kutoka shamba? Hata Mungu anasema anaweza kukataa sadaka za watu. In case Mungu anatakataa sadaka ya mtu, ni kwa sababu gani? Either ametoa sadaka kidogo sana na ni mtu amebarikiwa, ama ametoa sadaka ya madharau, anatoa sadaka na kelele. Nitatoa tu kwa sababu anasema nitapeana tu, ama huyu mtu ametoa kitu hakifai kabisa mbele ya Mungu. Mungu akasema sitaki ufani kutoka shamba. Shamba ni Ethiopia. Walikuwa wanakuja hapa Ethiopia, wanachukua ile undi inanuka vizuri, wanapeleka Jerusalem, wanatolea Mungu. Na udi kutoka nchi iliyo mbali. Sadaka zenu za kuteketezwa hazikubaliwi, wala dhabihu zenu haziniridhi. Basi kwa hiyo Bwana asema hivi, tazama nitaweka makwazo mbele ya watu hawa.
Ukiona makwazo mbele ya maisha yako, sadaka zako zimekataliwa. Na hapa ndipo ninawaambia lazima muwe righteous kama mnataka imani ya mali iweze kufanya kazi. Usisheze na Mungu madhabahuni kumwambia ni fungu la 10 umelete na si ya kweli. Atakuja kukataa sadaka na atakuwekea vikwazo. Vikwazo ni kusema unafungiwa njia. Unakuta hakuna njia. Namba 2 anasema na baba na wana wao watajikwaa pamoja. Jirani ya mtu na rafiki yake watapotea. Watu wakiwekewa vikwazo, mtoto na baba watakuwa na shida moja inafanana ya mali. Bwana asema hivi, tazama watu wanakuja wakitoka katika nchi ya kaskazini, na taifa kubwa litaamshwa litokaro katika pande za mwisho wa dunia. Unajua kuna mtu sasa ametoa hii sadaka kadogo na kamekubalika. Sadaka huondoa vikwazo. Sadaka ikikataliwa, vikwazo vinakuja. Na leo mimi sijaambiwa na mtu yote hapa ati na Mungu kwa ajili ya mtu yote hapa ati kuna vikwazo uko nazo. Na kwa hivyo wakati tunajitolea kwa Mungu na uaminifu, tunaondoa vikwazo. Hata ukisema nataka ngari inakuja, nataka hiki kinakuja, nataka shamba inakuja. Haleluya. Niliambia washugaji wa CFF miaka 20 imepita ya kwamba nimeonyeshwa na Mungu wote watakuwa na Great Wall. Mnajua ile TV inaitwa Great Wall? TV kingine Black and White. Wengine waliniambia how? Pastor, you are sure tutapata Great Wall? Nikamwambia ni Bwana amesema na mimi siwezi kumdoubt. Ndugu mmoja akaniambia Great Wall nimeiona tu kwa tajiri mwingine anakuanga kwetu. Mimi sijawahi kuiguza. Nikamwambia zitakuja. Wadugu na wadada, mimi mwenyewe nilienda kuhubiri mahali, nikapewa Great Wall, sikajasha gari yangu yote mpaka hakuna mahali pa kuweka kitu kingine. Kila mtu alikuja na Great Wall kwa kanisa. Great Wall mpya. Tukakuja hapa Nairobi, watu wote sadi wakaanza kuhodha Great Wall. Na kila pastor akapata Great Wall. Wakakuja nikawaambia sasa Bwana amesema kila pastor atakuwa na simu. Unaona hii simu mko nazo kila mtu? Hai, simu zilikuwa za matajiri. Mimi ndio nilikuwa naye kwa ministry. Watu wote walikuwa wananiomba simu waone. Nikawaambia kwa neno la Bwana mtapata simu. Tulirudi kukutana, kila mtu ananionyesha yake hivi. Na mimi maneno hayo ninasema hapa itakuwa ya kweli. Wakati wa watu wa Mungu kusubuka umefika mwisho. Nyinyi sadaka zenu hazijakataliwa. Kwa hivyo hamuna mikwazo. Itiseni vitu bila wasiwasi. Wewe ukiitisha gari sio kazi yako kuilete. Kuna malaika wako hewani, kazi yao ni kulete. Wewe rara. Hivi mungeshika muelewe vile ninasema. Bwana Yesu asifiwe. Na ya mwisho ningependa niseme hivi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umekuwa mwenye haki katika mambo ya pesa. Are you faithful? Kwenye mambo ya kujitolea vitu zako umekuwa mwaminifu. Biblia inatuonyesha hapa ya kwamba kama wewe ni mwaminifu, hauna vikwazo. Ukijua hakuna vikwazo, itisha vitu. Amerika ikipatia nchi nyingine vikwazo, hakuna kitu mnaweza kuitisha huko. Mungu akisema vikwazo yote nimewaondolea. Tajirikeni ndio watu wafuate imani hii. Haleluya. Yaani nyinyi mnafikiria ni nani atatajirika ndio wenye dhambi wafuate hii imani? Watafuata mtu kweli hajalipa nyumba? Kuanzia siku ya leo hakuna mtu hapa atakosa kulipa nyumba tena katika jina la Yesu. Na kwanza watu hao wasimame hawajalipa nyumba niwaone. Nataka kuwaona na hii macho yangu, maana nimeambiwa kuna watu hapa hawajalipa nyumba miezi 6, hata mmoja mwaka. Kwani uko na rejeo mzuri namna gani mwaka? Mnaona hiyo watu wote wamesimama. They will never stand again in the church because of how it is said. Hawatawahi kusimama tena kanisani kwa sababu ya pesa za nyumba. Mungu amerelease special blessing upon you in the name of Jesus. You will never be ashamed again in this life. Na wengi wenu watajenga nyumba zao wenyewe, wakodeshe watu. Pokea hiyo baraka katika jina la Yesu. Receive that blessing in the name of Jesus. Nitasimamisha watu tena baada ya miezi 3. Hiyo watu wote wamesimama, hakuna mtu atasimama hapa. Anaitwa
kwa Bwana. Niwasomee neno la mwisho ndio tuende. Angalia Isaiah 60. Isaiah 60 ndio nitamaliza naye. Halafu jione mkuje tuangalie tena. Ambia jirani mimi sitarudi kusumbuka tena. Nitarara mpaka asubuhi. Nikisi malaika kazi yao ni hiyo ya kutuletea vitu. Isaiah 60 verse 15. Tasoma mistari miwili tu. Isaiah 60 verse 15. Inasema kwa kuwa umeashwa na kushukiwa na hakuna mtu aliyepita ndani yako. Hiyo verse 15 inatuonyesha ujue kudeal na rejection katika biashara na katika mambo ya kutafuta pesa. Mtu akikuasha usiinukie yeye, usilete moto ndio uwe na pesa. Wacha kujisubua. Usijisubue juu ya watu wale wanakushukia. Watafanya pesa sitoroke kwako. Mtu akikushukia, tulia. Mtu akikuacha, tulia. Hata kama ikawa mtu amepita ndani yako, nitakufanya kuwa fahari wa milele, furaha ya vizazi vingi. Na hii neno ndilo ni la unabii mchana wa leo. Verse 16 inasema utanyonya maziwa ya mataifa. Na mimi na declare kwa hii ibada ya kwamba mmeruhusiwa sasa kunyonya utajiri wa mataifa. Kwa hivyo sio ajabu mwenye dhambi akikwambia ile nyumba yake amekuashia, uipokee katika jina la Yesu. Si ajabu mwenye dhambi akikwambia hii gari ushukue ufanye kazi naye. Shukua ufanye kazi naye. Nimetangaza kuanzia siku ya leo kwa neno hili, nyonyeni utajiri wa mataifa katika jina la Yesu Kristo. Hata mimi nitanyonya utajiri wa mataifa. Nilitangaza hiyo neno kwa maisha yangu. Nikasema nitanyonya utajiri wa mataifa. Nimekiri hili neno ni langu na nimewacha kujisubua na nikarara. Nilikuwa nimeamka saa 9 kujisubua. Naamka saa 9 nakaa hivi machozi inatoka na siipagusi. Nikasoma hiyo neno. Nikasema na ninajisubua nini? Nikaitangaza. Asubuhi wakati nilijisikia tena saa 12. Nikaamuka, nikaomba, ikafika mchana saa 5. Sauti ya Bwana ilikuja kwangu. Ikaniambia amuka uende kwa barabara. Mimi hata sikuuliza nikafanya nini. Nilienda kwa barabara. Nikaenda nikaambiwa enda na barabara hiyo ingine. Nikapanda na barabara ingine inaenda hivi. Nikienda na hiyo barabara sasa hata nasikia nywele inasimama kwa sababu ninasungumuziwa. Na sijui ni nani ananizungumzia, lakini nasikia hiyo ni sauti ya Bwana, maana nasikia vizuri. Nikaenda kwa barabara, nikaambiwa simama. Nikasimama. Sikusikia sauti tena. Ingine ikaniambia wasimu imekushika. Umesimama kando ya barabara na hakuna mahali unaenda. Kemakai. Nikaangalia watu wale wanapita. Halafu nikaangalia chini. Hapa nimesimama. Pesa zimejaa kila mahali. Nyingi. Tunotia 20. Nikashughulika kuona ninaona ama ni pesa. Nilinama nikachukua pesa yote, nikaweka kwa mifuko hii na mifuko hii, nikaweka hapa. Na hakuna mtu ananiona. Alafu nikatoka hapo nikaenda. Baadaye ndio nilisikia hiyo pesa ni ile polisi walikuwa wamehongwa kutoka asubuhi. Mungu akaona wakihogwa na akaona mtu yake anamwamini. Wakakutwa na mkubwa. Yule alikuwa anawachika kwa sababu ya kuhongwa. Pesa yote wakatupa. Na wakaenda na mkubwa. Na mimi Bwana akaona mahali zimetupwa akaniambia amka. Twende. Niliokota zote. Hata mpaka nikakuja Nairobi kutembea. Nilikuja Nairobi tour. Na mimi naomba ya kwamba pesa hizo za mataifa unyonye, uonyeshe mahali zimefichwa, usikue katika jina la Yesu. Na hii mambo mnaamini ama ni entertainment? Niko hapo naye hapa. Do you believe that these things are possible? Let them happen to you in Jesus name. Mungu akuonyeshe mahali utanyonyea utajiri wa mataifa.
Na hivi wiki hii hivyo ninaongea, kuna watu mtakuwa connected mpaka msahau ranchawa. Msisahau, mwe mnakuja hapa ibada ya saa 7. Sasa nimetangaza divine connection kwa kanisa hii katika jina la Yesu. Kanisa hii ya ranchawa, may God connect you now in a divine way. Munyonye utajiri wa nani? Na tutatosheka kunyonya hapo. Hapo mbele inasema kuna mtu mwingine tutanyonya. Wacha nione ni nani. Itokigania kuogoa hauatia. Verse 16. Utanyonya matiti ya wafalme. Yaani hapa ni kusema kuna watu hapa wa kawaida leo na mtashikanishwa na laini ya wafalme wa dunia. Kunyonya matiti ya wafalme ni kusema sasa your level has changed. Na ni Bible inasema hivyo. May it happen to the people of God in Jesus name. Unajua wale hawajui prophecy. Hii ni prophecy. Hii ni unabii inafika kwetu ya kwamba our status has changed. Hata mimi mwenyewe status yangu imechange. Nitanyonya wafalme, nitanyonya katika mataifa. That's the word of God. Hallelujah. Ni neno la Bwana. Nawe utajua ya kuwa mimi ni Bwana, ni mwokozi wako na mkombozi wako, mwenye enzi wa Yakobo. Verse 17 anasema umezoea shamba sana, badala ya shamba nitakuletea dhahabu. Wale wote umezoea kupokea level ya shamba, you will now go to the gold level. I declare gold in your life. Na badala ya shuma nitaleta fedha. Badala ya mashuma anza kudili na silver in the name of Jesus. I declare in your life. Na badala ya miti, wale wanafanya kazi inakaa kama miti, kuanzia leo badala ya miti nitawapa shamba, na badala ya mawe nitawapa shuma, na nitafanya amani kuwa kama msimamizi wako, na haki itakuongoza wewe. Hiyo ndio neno la Bwana siku ya leo katikati yetu. Ambia jirani, na Mungu akinibariki usisikie hivi. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. We worship you, King of Kings and Lord of Lords. We adore you, Father. Nena na Bwana, nena na Bwana. Yeah, make that word practical in my life. Make that word practical. I have dealt with the copper for a long time. I want to deal with the gold. I have dealt with the trees for a long time. I want to deal now with the silver. I have dealt with iron for a long time. I want to deal. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tulisoma nini Monday?